Anasema jua lisichwe. Usiruhusu ikawa usiku kabla hujamtoa mtu kifuani kwako. Naongea na mtu, mtoe. Amekuomba msamaha, mtoe. Hajaomba, mtoe. Usiruhusu moyo wako ubaki na kazi ya kusukuma damu na kumsikiliza Mungu anasemaje. Naongea na mtu mmoja, anasema kwamba linda sana moyo wako, kwa kuwa humo ndimo chemchemi ya uzima inapotokea humo. Kumbe tukiruhusu mashambulizi, maana yake ile chemichemi ni kama vile tumeichafua. Kwa badala ya uzima itatoka mauti. Naongea na mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu humo ndani ya huo moyo ndipo chemichemi ya uzima inapotokea. Kwa hiyo kama tusipolinda moyo, tafsiri yake nini? Tafsiri yake badala ya uzima itatoka mauti, kwa sababu shetani ataketi kwenye kiti cha enzi cha moyo wako, alafu ataachilia kila mambo mabaya atokee, atasababisha madhara makubwa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umeruhusu aketi kwenye kiti cha enzi ndani ya moyo wako kwa njia ya uchungu. Kwa usishangae maisha yako yakipelekwa puta na shetani, kumbe wewe mwenyewe umempa ufunguo wa moyo wako, na badala ya uzima itatoka mauti, na utafupishwa miaka yako ya kuishi, kwa sababu badala ya uzima Mungu alioahidi kwa unaotokana na kulinda moyo wako, umeruhusu uchungu kae ndani ya moyo wako. Linda moyo wako. Usiruhusu maneno ya watu yanayotamkwa juu yako ya kusumbue. Wakitamka, fungua sikio lingine, yapite huko, yapotee hewani. Kwa nini? Unapokaribisha kila maneno wanaosema watu, unakaribisha uchungu ndani ya moyo wako. Naongea na mtu, wakisema watakachosema, don't care about. Kwa nini? Unapojali sana, ndivyo ambavyo unasababisha maumivu ndani ya moyo wako, na mwisho wa siku zako zitafupishwa kwa sababu ya uchungu ambao unakaribisha ndani yako. Utashangaa kila kitu ambacho adui amekikusudia ndani ya maisha yako kinaanza kujimanifest, kwa sababu shetani akishaketi kwenye moyo wako, tafsiri yake kila ubaya unaojua utaanza kujitokeza nje. Kwa nini? Atakuwa ndio injinia wa moyo wako, kwa atazalisha kila kitu ambacho yanakitaka. Naongea na mtu mmoja.